Mbona karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mwana mfalme aliyepo uhamishoni Reza Pahlavi ameulenga uongozi wa Iran huku akimshuku kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei ambaye alitamani wa Iran wangemuondoa madarakani na hata kuhakikisha kifo chake. Pahlavi ambaye alitamani kuwa kiongozi wa Iran baada ya vuguvugu la maandamano makubwa nchini Iran alitoa ujumbe mzito kupitia njia ya video uliotumwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Amehutubia uongozi wa Iran na umma wa Iran akimshutumu kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei na mfumo wa utawala unahusika na umwagaji damu wakati wa machafuko ya wiki kadhaa na kuwataka wa Iran wasiruhusu huzuni na uoga kusimamisha harakati za maandamano. Mipango ya Pahlavi ni kuona utawala wa Ayatollah Al-Khamenei unaondoka madarakani na pengine yeye angepewa mamlaka ya kiutawala ya kifalme ndani ya taifa hilo la Kiajemi. Anasema, hotuba yangu ni kwa Al-Khamenei, kiongozi wa utawala unaokalia kwa mabavu wa Iran. Anamwambia Al-Khamenei kwamba ni mhalifu dhidi ya Iran. Mwanamfalme huyo anasema, akimwambia zaidi Al-Khamenei kwamba huna heshima wala ubinadamu, mikono yako imetiwa damu na makumi na maelfu ya wa Iran, damu ya watoto, ya vijana na wasio na hatia. Wewe, serikali yako na mamluki wako wote watawajibika kwa kila tone moja la damu ulilomwaga bila ubaguzi, kama vile wahalifu wa Kinazi walivyohukumiwa na kuadhibiwa huko Nuremberg. Wewe na washirika wako mtahukumiwa na kuadhibiwa katika mahakama ya watu wa Iran, anasema mwanamfalme Pahlavi. Mwanamfalme huyo pia alitoa wito mpya kwa wa Iran katika ujumbe wake na kuendelea kupinga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran akisema, huzuni ya kuwapoteza wana na mabinti wazuri wa Iran ni nzito, lakini tutageuza huzuni hii kuwa hasira ya fahamu na kuwa ni isiyoweza kuvunjika dhidi ya Khamenei na wawezeshaji wake wote wa ndani na nje. Kuwa tayari, wakati wa kurejea mitaani utakuja. Kuna nguvu zaidi na nia zaidi kuliko hapo awali kuchukua Tehran, kuikomboa Iran, anasema mwanamfalme huyo. Ujumbe huo ulionekana wakati wa maandamano kote Iran yakiwa yamepungua kwa kiasi katika siku chache zilizopita, huku kukiwa na kile ambacho yeye binafsi anakiita ni ukandamizaji na kukosekana kwa usalama kutokana na vikosi vya jeshi vilivyotumwa katika miji mikubwa na kuripotiwa kukamatwa kwa watu wengi. Doria zenye silaha nyingi zilizuia harakati katika miji mbalimbali na jumbe zilizochapishwa na kupitia magazeti mbalimbali pamoja na vyombo mbalimbali vya habari katika siku za hivi majuzi zilielezea doria zenye silaha nyingi na vizuizi vya watu kutembea katika vituo vya mjini. Hata hivyo, Ayatollah Al-Khamenei alijibu baadhi ya mambo, hasa akituhumu Marekani pamoja na Israel kwamba zilihusika kwa kiasi kikubwa katika machafuko yaliyotokea ndani ya Iran, akisema kwamba sasa Iran imeshinda namna ambavyo Marekani na Israel walivyotaka kutengeneza mazingira ya kuangusha utawala wake, na hatimaye hakuna namna ambavyo wameweza kufanya. Hata hivyo, hadi sasa bado mtandao uko chini mno nchini Iran, lakini taarifa zikielezwa kwamba huenda siku ya Ijumaa mtandao kaachiliwa, lakini ni baada ya hali kuwa nzuri ndani ya taifa hilo la Kiajemi. Mamlaka ya Iran haikutoa maoni mara moja kuhusu uvunjaji wa satellite ulioripotiwa, ingawa vyombo vya habari vya serikali baadaye vilikubali kuvurugika kwa kiufundi kwa matangazo bila kutaja sababu zao. Huku mawasiliano yakiwa na vikwazo na maandamano kukandamizwa, wanaharakati na wahusika wa upinzani wanasema siku zijazo zitakuwa muhimu katika kubainisha iwapo vuguvugu hilo linaweza kujipanga upya au iwapo ukandamizaji wa usalama utafanikiwa kurejesha udhibiti. Hata hivyo, ndani ya Iran kumekuwa na pande mbili. Kuna upande ambao umekuwa ukitetea serikali, lakini pia kuna kundi la wale ambao walikuwa wakipinga serikali kutokana na hali ngumu ya maisha. Hata hivyo, serikali imejitahidi kuzima maandamano hayo kwa kutumia njia za mazungumzo baada ya kuona ni nini hatma ya Iran baada ya machafuko hayo kuenea. Moja kati ya sababu ambazo serikali zimeitaja ni kwamba ni mipango inayopangwa na watu wa Magharibi, hasa Marekani, ambayo ilijitolea wazi kusema kwamba moja kati ya jambo ambalo wanataka kufanya ni kuungana na raia katika mapambano dhidi ya kuondoa utawala huo ambao wanadai uliendelea kuwa raia wasiokuwa na hatia. Endelea kutufuatilia mtazamaji.